Mheshimiwa mgeni rasmi, TLS inatambua changamoto kubwa iliyolipata taifa letu kutokana na yaliyojiri kabla na baada ya uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025. TLS inatambua zaidi kwamba ni lazima na muhimu kuwa na hatua za uwajibikaji ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi katika taifa lao. Ni rai yetu kwamba kila anayetakiwa kuwajibika awajibike kwa maslahi mapana ya taifa letu. Katika kipindi hiki ni muhimu, na tuwaombe hata viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo la muhimu sana kuzungumza, asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa pamoja. Hapa tulipo sipo, na tusipokuwa makini huko tuendako siko kabisa. Tutafika mahali ambapo tutashindwa kurudi tulikotoka. Ni rai yetu kwamba zaidi kwamba tuangalie namna bora na shirikishi yenye kuaminika na wote, na msingi wa kutuongoza katika hili iwe ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Hili litaturudishia matumaini. Nia yetu tuwape. Unajua, mtu anaweza asipate kitu, lakini akiona hata sefuria inachemka kumbe ni mawe, anaweza kahisi viazi vitapikwa, tutakula mchana. Kwa hiyo kelele na vilio vinaweza vikapungua. Tuangalie sana hilo. Na katika kusema hili, naomba ni mnukuu Alex Borain katika kitabu chake A Country Unmasked katika ukurasa wa 255. Alizungumza kwa lugha ya kigeni, naomba mimi nizungumze. Kwa hiyo nikisoma Kiingereza kwa Kinyakyusa mtusikitike sana. To forgive after the acceptance of accountability and the responsibility by the person concerned is an act of grace. And give an offender a second chance. To ignore or overlook the offense is an act of impunity. Tafsiri yangu ya Kinyakyusa au Kingoni ni kusamehe baada ya muhusika kukubali kuwajibika na kuchukua dhamana ya matendo yake ni kitendo cha neema na kinampa mkosaji nafasi ya pili. Kupuuza au kufumbia macho ni kitendo cha kutojali. Waswahili wanasema ukivuliwa nguo chutama. Kwa hiyo ni muhimu tulione hilo kama taifa wote, na tuongee kwa ukweli bila kufarijiana. Tumejitia aibu, lakini lazima tutafute namna ya kutoka hapo kwa namna ya kuturejesha angalau pale tulipokuwa. Na njia hiyo ndio kama tulivyoshauri sisi kwamba iongozwe na ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo inatukumbusha kuwa maendeleo ya taifa yasingewezekana bila utawala wa sheria na mahakama huru. Chama chetu kinaahidi kuendelea kuwa mdau mwaminifu, mshauri wa kitaalamu kwa serikali, bunge na mahakama, na mlinda maslahi ya haki na uwajibikaji katika taifa letu. Kwa niaba ya Chama cha Wanasheria Tanganyika, naomba kutoa pongezi kwa Mahakama ya Tanzania kwa hatua kubwa ilizopiga katika maboresho ya mifumo, uwazi na matumizi ya TEHAMA. Mwaka jana tarehe kama hii alikuwa ni Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Juma. Tulimsifia vile vile na kumpongeza kwa maboresho ya miundombinu. Tukamwambia, lakini Mheshimiwa Jaji, hicho kiwanja wataweza kukichezea? Yaani umeweka miundombinu, umeweka TEHAMA, umeweka majengo na wote tunaliona hili jengo uko ndani. Je, kitatoka kitu kinachoendana na hilo jengo? Najua bado ni mapema sana Mheshimiwa Jaji Mkuu, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna mambo ambayo tumeyaona sisi na tulipongeza, na sio mbaya nikiarejea, ambao ni a good sign kwa mahakama. Kwanza, hatua ya Jaji Mkuu kufuatilia swala la mahakama za mwanzo na haki za dhamana kwa Watanzania maskini wanaokaa kule chini.
Hakuna jambo lilokuwa la hatari kama kufika chini ya mahakama ya mwanzo, uwe wakili uwe nani. Yaani ukifika pale break ya kwanza ni lock up, alafu wanaanza kubagain. Kwa hiyo wewe unakiri kesa ufanye nini, ni lock up kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa, lakini saa hizi hatuna tena hiyo changamoto. Hilo ni jambo jema ambalo linaonyesha mahakama sasa inasogea kwa watu, na hasa lile kusudi lake la kupeleka mahakama kwenye kila kata.